Viongozi wa dini ya Kiislamu wameendelea kuwaasa Watanzania hususan kundi la vijana kuhakikisha wanatumia akili zao katika kutafakari umuhimu wa amani katika taifa. Wito huo umetolewa na viongozi waandamizi wa dini ya Kiislamu wakiwemo mashekh, maimamu pamoja na wahadhiri wakubwa wa dini ya Kiislamu katika kongamano la amani ambalo mgeni rasmi alikuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Lakini yeye kubaki mtu wa amani, yupo kwenye utulivu, ndiyo lengo lake. Anataka kuvunja amani za wenzake. Kama kweli anataka kusiwepo na amani, tungeanza kuona anaivunja amani nyumbani mwake anamokaa. Mule kwenye nyumba anoishi ziko wasaili chungu mzima za kuharibu amani ya nyumbani. Angeweza kuharibu amani mule nyumbani kwake, lakini akirudi nyumbani kwake anatangaza mapenzi na amani kwa watu wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaasa vijana, mnapotaka kufanya jambo lolote zingatieni mwisho wa jambo hilo utakuwaje. Tumo katika kipindi kigumu, tunaelekea katika chaguzi. Yapo ambayo unaweza kuamua kuyafanya, lakini kuwa na mazingatio, maana yake unaweza kutoa matokeo mabaya huko mwishoni. Tuzingatie wasia huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuelekea uchaguzi. Tusifanye jambo lolote ambalo mwisho wa jambo hilo utakuwa nini. Akizungumza kwa niaba ya Mufti wa Tanzania, naibu kadhi mkuu Sheikh Ali Khamisi Ngeruko amesema Tanzania ni miongoni mwa mataifa katika Afrika Mashariki na Kati lenye utulivu ambalo limekuwa kimbilio la watu mbalimbali, huku mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akiendelea kuwaasa vijana kuhusu suala zima la kulinda amani ya nchi. Sasa wakati umefika wa kuelimisha jamii hii, na hasa kwa kipindi hiki ambacho tuna silaha nzito ambayo inatumika vibaya, mitandao ya kijamii. Matumizi yake bado jamii yetu haijaielewa. Hautajua thamani ya jasho kama hautajua madhara ya machozi. Hautajua thamani ya maumivu mpaka uje ujue madhara ya kukosekana kwa furaha. Kwa hiyo vijana wenzangu, kama uko bize na masuala ya kiuchumi katika taifa, utailinda amani kwa kuwa ni sehemu ya mchango wa uwekezaji katika taifa. Lakini kama wewe haueleweki, hauna anwani ya aina yoyote, unaweza kuhisi kuchafua mji na kuleta na kusababisha kukosekana kwa amani. Ndio ujanja. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam.